Hivi basi ni baada tu ya masharti hayo matatu mkiwa mnaweza kuyatimiza, ndipo mchakato ya maridhiano inaweza kuendelea kufanyika baina ya Commonwealth na raia za kawaida na watu zote ambazo zimeuliwa watu zake. Sio Commonwealth na wanasiasa. Hapana. Lakini hata hivyo tunapenda pia rasmi leo kuijulisha Secretariat ya Commonwealth pamoja na Mheshimiwa Dr. Lazarus Chakwera kwamba sisi kama raia wazalendo ya Tanzania tumefikia maamuzi ya pamoja ya kuandaa maandamano ya amani yasiyokuwa na kikomo ya nchi nzima ambayo itaanza tarehe 9 Disemba 2025. Maandamano haya ambayo tayari yamewasilishwa rasmi kwa mamlaka yote ya Tanzania kwa njia ya barua, kwa njia ya email pamoja na kuwapigia simu. Maandamano haya hayataweza kusimama mpaka pale tu matakwa yetu ambazo tayari mamlaka tumeiambia yatakapokubaliwa na kufanyiwa kazi hapo hapo. Kwa maana hiyo tunawapa mwaliko rasmi kabisa waheshimiwa wajumbe wote wa Jumuiya ya Madola, muje muungane na sisi katika maandamano ya amani kama mshiriki wetu kwa ajili ya kuja kama kweli kabisa mko na lengo la kuleta haki. Tuletee pia wajumbe tuandamane nao kwa amani kabisa kwa ajili ya kutaka haki, demokrasia pamoja na amani. Tunathamini kwa dhati kujitoa na usaidizi yenu kwa watu wa Tanzania katika wakati huu mgumu na muhimu. Kwa heshima zetu, vijana wazalendo ya Tanzania. Hiyo ndio ilikuwa mwisho ya barua yetu. Kabla sijaendelea ama kusimama kidogo kusikiliza maoni zenu, ninaomba kuambia taarifa ndogo kwanza ya kielimu. Commonwealth iliwahi kuja Tanzania mwaka 1999 kwa upande ya Zanzibar, kuja kutatua na kuleta maelewano ambayo ilikuwa ikikuwa na mgogoro mkubwa ya chama ya CUF pamoja na CCM. Sasa wamekuja Commonwealth na yule mjamaa ambaye nimemtaja jina alikuwa ni Mghana, anaitwa Dr. Moses Anafu. Yeye ndo alikuwa Dr. Moses Anafu yeye ndo alikuwa kama in charge, kama sasa hivi tunaletua bwana Chakwera kuja kusimamia zile maelewano ilifanyika Zanzibar. Licha ya ukweli ya kwamba kwa mujibu ya documents zimeonyesha kwamba ile maelewano ilifanikiwa, lakini kwa lugha ya Kiswahili kitamu tunasema yale maelewano yalosimamiwa ni Commonwealth yalikuwa ya kiini macho tu. Kwa sababu uchaguzi 2020 CCM Zanzibar haikuwa imeshinda kwa kura na ikaua watu nyingi sana, na tupo na ushahidi wa maandishi ambayo yameandikwa na rais ya Tanzania Bwana William Mkapa. Amekiri kupitia kitabu yake kwamba aliua watu wengi sana Pemba na kuomba na kusema kwamba hiyo ni jambo ambayo anajutia. Sasa basi ikiwa tu Commonwealth ilikuja mwaka mmoja kabla kwa upande ya Zanzibar, na baada ya mwaka mmoja tu miezi 12 rais ya Tanzania aliua watu kwa raha zake kwa upande ya Pemba na akakiri kwa maandishi, na hiyo kitabu niko nayo hapa. William Mkapa akakiri kwamba anaomba msamaha na ni jambo anayojuta sana kufanya mauaji hayo. Kwa nini Commonwealth nimewambia bado mnahisi hawa majamaa wa CCM ni watu ambayo wanataka bado mazungumzo? Kwa nini umemleta bwana Moses Anafu kutoka Commonwealth kwa gharama kubwa sana kuja kuleta maelewano ya Zanzibar? Baada ya miezi 12 tu William Mkapa alikuwa ni Commander in Chief Armed Force ya Tanzania nzima, hakuthamini wala kuheshimu ile kikao ya bwana Moses Anafu na akaua mamia ya watu. Kama hiyo bado haijakuwa kitu inatosha, 2005 CCM Zanzibar pia haijashinda tena, na 2010 vile vile,
na 2015 vile vile, jambo ambayo ikapelekea mpaka uchaguzi mkuu kufutwa. Kwa historia ni jambo ambayo haijawahi kutokezea. It was a comedy, ilikuwa ni jambo ya vichekesho, haijashinda. 2020 bwana Haji Omar Heri akaja akaua watu nyingi peke zake. Hii yote ninawapa historia Commonwealth kwamba hata ile kikao yenu ambayo mlikuja kufanya Zanzibar na mkahisi kwamba ilileta amani, ilikuwa mmedanganywa na kiini macho, kwa sababu tuko na ushahidi ya maandishi ya kitabu ambayo imeandikwa na Rais wa Tanzania. Amekiri peke zake kwa mdomo yake kwamba anajuta kuruhusu mauaji ama kufanya mauaji baada ya siasa kwa nchi ya Zanzibar. Kwa sababu nini kafanya jambo hiyo, wakati mwaka tu nyuma ameletwa bwana Moses Anafu, na huyu bwana Moses Anafu ni mtu mwenye heshima kubwa sana, na alikutana na hawa watu zote kuzungumza nao, pia hawakuheshimu. Kwa maana hiyo, hii barua ndugu zangu imebidi ikuwe refu na niwaandikie historia yao vizuri, kama kuwakumbusha kwamba CCM sio watu tena inotakiwa tudili nayo kwa mazungumzo ya kwenye meza. CCM kama sisi vijana ya Tanzania tumeamua kutumia njia mbili tu ambayo tuko na uhakika nayo, na kwa sasa tumeshafanikiwa kufanya maandamano ya amani yasiyokuwa na kikomo ya nchi nzima, pamoja na kuiparalyze serikali yote, kuparalyze mifumo zake zote. Sasa kwa vile tumejadili barua, ningekuwa heshima kubwa ndugu zangu, nitakuwa mimi nasimama hivi kidogo niwasikilize na nyinyi peke zenu maoni yenu, niwasikilize maswala zenu, niwasikilize na comment zenu juu ya hii barua tumepeleka Commonwealth. Badala ya hapo nitakuja na taarifa mpya ya kuwaeleza jinsi gani sasa tumefanikiwa kuparalyze mifumo ya serikali. Na zile watu ambayo imeajiriwa kwa serikali ya Tanzania, naomba kuwapa taarifa kwamba mwezi ya 11 huenda ikakuwa mwezi ya mwisho kupata mishahara zenu kikawaida. Kuanzia hii mwezi ya 12 mjitayarishe na kupokea mishahara kwa nusu nusu, kwa sababu tumeshika na tunakuwa tunajamili na tunakiri kwamba tumeshikilia mifumo ya kifedha Tanzania, na tutaivuruga ile mbaya sana ikikuwa tu bado hajakubali kuachia serikali yetu. Hiyo itakuwa taarifa ya session ya pili baada ya kujadili kwa pamoja hii barua. Baada ya kutuma huu barua ambayo nimeambatanisha na ushahidi ya mavifo ya picha 917, nimeambatanisha na masauti ya majeshi ambayo iko na radio frequencies za mauaji ambazo polisi imefanya, nimeambatanisha na maushahidi, nusu ya zile maushahidi ambayo nimepeleka ICC. Tayari ndugu zangu, naomba kuwajulisha kwamba Commonwealth Secretariat wanayo hizo mambo, na nimewataka kwa haraka sana warudishe nyuma bwana Chakwera, apewe kwanza kazi nyingine. Kwa sasa hii sio tena dawa ya kuweza kudili nayo CCM ya mazungumzo, kwa sababu thank you so much guys ambao mnatuma roda. Ni watu waongo, ni watu wanaopenda kucheza na akili za kilikuta hapa, unakuta hapa linajulikana hapa kwenye live. Ni kitu ambacho kimewachanganya kichwani. Inawezekanaje mambo ya kiintelijensia tunayakuta kwenye live za kina Kibomba na kina Rumaisa? Inakuwaje? So Sama, sasa mpaka sasa hivi huo mpango wa kutaka kutumia hao Warusi na Tanzania kirudi kama ni sababu ni kuweka katiba mpya. Sama, ni kuweka tu katiba mpya, yani kuweka katiba mpya Sama. Sasa kuna barua alishatusomea, ametusomea Habili ambayo nimesikia. Okay, ya sasa tulikuwa tunataka kupata maoni ya watu kwamba hiyo barua imekaaje. Kwa mimi hapa nilikuwa nafikiri kwamba hiyo barua imekaa vizuri sana, na pia amegonga zile pointi muhimu sana, kutokana na kwamba cha kwanza huyo sijui Chakwera sijui nani huyo
nafikiri Abili ameshaelezea kwa ufasaha zaidi kwa mambo ambayo kwa nini hatumwamini hata akija huku, na amegonga hints ambazo ni za maana sana kwamba mwaka fulani ilikuwa hivi na hivi na hivi na hivi. Nafikiri Abili, mimi kwangu mimi nafikiri hiyo barua imekaa vizuri sana, na tunatamani kusikia zaidi mambo mengine ambayo unatamani kutuambia. Abil, are you there? Niko hapa, nilikuwa najaribu kuprocess yale maneno yanayokuwa kama naongea na yako, na nadhani wako watu wengine kama wanaonesha kwa chini kama wako na maoni peke zao wanataka kutoa. Okay. Si vibaya kuwapa na wao nafasi ya kusikiliza, alafu nije kwa jambo ya pili. Okay, sawa. Sama, karibu wapandisha au ndugu. Okay. Kaka Nuru, naomba kuongea. Sasa kwa hapa uwezi ongea ukasikiwa huku. Nani? Gosheli. Really? Uwezi sikiwa huku. Kwa sababu in live nyingine na huku ni kwingine. Nafanyaje? I say. Teknolojia. Nafanyaje? Na ndio maana ukitaka kuongea huko labda uje ushuke uje ombe request huko. Maana huko nimetumia account ya backup kupanda ili niweze kuwasikizisha watu wa Instagram pia. Okay. Maana pia nilikuwa na taarifa. Kama mkinipeleka huko mnipandishe please. Nimeomba toka jana. Kama umepanda. Ulikuwa na taarifa? Yeah. Nimepanda kaka Sama. Basi ushuke uje huku chini afu nitamwambia nani akupandishe. Uje kwa Sama. Kwanza mimi nimeisikiliza barua kwa makini na ninampongeza kaka Abili kwa hiyo stage ambayo tumefikia kutumia barua zinapoenda na majibu yake tunayaona. Mimi naliunga tu hiyo swala mkono kwa nguvu zote, na na imani hapa wote tumeunga mkono hilo jambo la kaka Abili. Kupitia hivyo pili nilikuwepo na maoni mengine kwamba nilikuwa naomba kaka Abili kupitia mimi nahisi nimeelewa vizuri kuhusu hiyo barua kwamba umewatumia wale ambao walopendekezwa na Samia kuja kuchunguza haya mauaji, si ndio? Au nitakuwa nimekosea? Nafikiria tumepelekea barua Commonwealth. Kama umesikia rais anaitwa Bwana Chakwera anakuja na convoy yake kwa ajili ya kuleta upatanisho. Anatoka Commonwealth, kwa Kiswahili ni Jumuiya ya Madola. Kwa hiyo sisi tumewapelekea barua ile Jumuiya ya Madola kuwaeleza kwamba kwa sasa hiyo jambo haifai, na kuwapa taarifa kwa upana zaidi juu ya nini inaendelea, kwa sababu hii Jumuiya ya Madola ambayo ni Commonwealth iliwahi kuleta watu wakatatua mashida mwaka 1999 kwa Tanzania ya Zanzibar, lakini pia ile utatuzi imefanyika, CCM ikausaliti, na ndio nikawapa ushahidi ya mastori ya William Mkapa. So watu waliochagua Samia, sisi nadhani kama hawatuhusu sana, kwa sababu peke zake huyo Samia ni mtu hatambuliki, ni mtu haramu. So sijaona shida ya kuwapelekea mabarua zao. Sisi tunadili na international, so tunawapelekea sio wale wa jamaa wa Tanzania. Sawa. Kwa hiyo nimeelewa. Nimeunga tu mkono. Kwa hiyo upande mwingine watu wanasema nipunguze kidogo hapo. Kwa hiyo na maisha nitapunguza hapo watu ili wasije wakampaisha Abili watu kwa hiyo kaka Sama, naomba kuzungumza kidogo. Nitamwacha Nurvaz na Abili hapo juu. Alafu baadaye naomba kuongea kidogo kabla hujanishusha. Sijui unaoongea ni nani? Maisha. Okay, basi changia hapo. Nilikuwa na maoni yangu moja, lakini moja ni kwa ajili ya kakaangu mdogo wangu Abili. Sisi tunakuombea Mungu. Tunajua unapitia changamoto nyingi sana, tunajua namna unavyopambana, tunajua lazima watakuwa wanakusakama,
lakini sisi tunakuombea Mungu. Sisi hatuna cha kukusaidia ndugu yangu zaidi ya kukuombea Mungu. Tunakuombea Mungu na Mungu ndo kila kitu. Mungu atakupigania, na kama wewe aliamua kukuleta katika taifa letu, alikuwa na makusudio yake, na hata sasa umejitokeza, ana makusudio yake. Kwa hiyo sisi kwa imani tuliokuwa nayo kwa Mola wetu, hakitakukuta chochote, tutakuweka chini ya ulinzi wa Mola wetu. Hilo jambo la kwanza. Lakini la pili, nilikuwa nakupongeza sana kwa juhudi ulizozifanya. Umefanya kitu kizuri. Barua ina maelezo ya kutosha, yanaeleweka. Hakuna kitu ambacho kimekosewa kwenye hiyo barua kwa mawazo yangu mimi. Asante. Nishukuru kaka Sam. Okay, asante sana. Asante sana kwa ujumbe wako, ni mzuri. Dr. Sama, na mimi naomba kuongea kidogo. Okay, piga nondo faster waingie na watu wengine. Alafu kabla hajaingia kabla tukamrudishia bili, tukitaka kumrudishia atapanda ustazi na mchungaji mmoja, alafu tutamkabidhi tena bili. Endelea nani? One Love. Allen, pole sana. Sawa. Kwanza mimi nampongeza sana Abil kwa kitu alichokifanya, kutuma hiyo barua. Hiyo barua kiukweli kwa mimi sijaona sehemu ambayo iko tofauti. Iko sawa kabisa, maana kaandika vitu ambavyo viko lili. Na nampongeza sana. Mwenyezi Mungu aendelee kumsimamia hata katika uandishi wake, aendelee kufanya vizuri zaidi ya hapo, kwa sababu kitu anachokifanya ni kikubwa sana kuliko hata tunavyofikiria. Kwa mimi nimpongeze kwa hilo tu, sina mengi ya kuongea ila nampongeza. Asante sana. Ujumbe umeshafika. Karibu Kingboy, dakika zako 2. Kingboy. Naona internet yako sio nzuri King. Naomba mtap the screen guys. Basi nitakupandisha baadaye Kingboy. Naona net yako haijakaa vizuri. Au uko vizuri saizi Kingboy? Uko vizuri sana. Sauti iko chini sana kivipi? Kingboy. Jamani, sauti iko chini. Kingboy. Mimi speaker hivi. Na ngoja nikushushe nikupandishe tena maana naona hausikiki. Karibu Haki. Iko sawa bwana, msifanye hivyo. Fungua mic. Asante. Unatumia simu gani na nini? Mimi nashukuru sana bwana Sama kwa kunipandisha. Mimi napenda kusema kitu kimoja kwamba bwana Abili Kabili, Mungu aendelee kukutia nguvu sana. Mungu aendelee kukutia nguvu, Mungu aendelee kukujaza nguvu zaidi ili uendelee kutupa ripoti na uendelee kutupa madini inavyotakiwa. Nimekusikiliza vizuri katika barua yako. Nimesikia vizuri sana. Japokuwa niliingia kwa kuchelewa lakini nimepata kichache nilichokisikia. Barua iko vizuri. Iko vizuri. Naamini kabisa ushindi upo jirani na hatutochoka kama taifa kulipigania na hatutochoka kulisemea taifa letu la Tanzania. Na sisi tunasema kwamba Mungu amekuleta wewe kama mkombozi wa njia na kama muonesha njia kwa taifa la Tanzania. Kwa hiyo hatuna budi tutaendelea kukuombea.